Hello, it's your boy again Dennis James. Leo ninawashirikisha jambo dogo. Jambo lenyewe ni kwamba unaweza ukaona mbali ya vitu vizuri. Unaweza ukaona mbali ya mambo mema. Unaweza ukaona mbali ya sura njema, mbali ya vicheko. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikisumbua duniani na kwenye jamii zetu ni pamoja na kitu kinachoitwa unafiki. Lakini unafiki huu unaweza kuwa wakati mwingine wa makusudi au sio kuwa makusudi. Kwamba kuna mtu anaweza kukufanyia kitu ambacho ni hasi kwako lakini hakudhamiria. Kuna mtu anaweza kukufanyia kitu ambacho ni hasi kwa kudhamiria. Sasa nini ambacho unaweza ukafanya ili uweze kuepuka watu wabaya, either wakujua au wakutojua? Nitakwambia kitu kimoja. Lazima ujifunze kuona au kujua mbali na kile kitu ambacho watu wanakuonesha au wanakwambia. Mfano, lazima uwe na uwezo kujua kwamba mtu anapozungumza, hiyo ni namba moja. Namba moja, lazima ujue kwamba mtu anapozungumza anamaanisha nini na analenga nini. Mtu asizungumze tu ukamsikiliza kwa sababu ameongea maneno mazuri ikatosha kuona anafaa. Lazima uwe na uwezo wa kujua kwamba huyu mtu anamaanisha hiki, lakini ndicho anacholenga kweli. Kwa hiyo lazima uweze kwenda mbali na maneno ya mtu, uweze kwenda mbali na kile ambacho mtu anakuonesha, uweze kwenda mbali na kile kitu ambacho mtu anajaribu kukieleza kwako. Lazima uwe na uwezo wa kuona nia yake halisi. Nitakupa tu mfano. Kwenye Biblia kuna kitu kinachoitwa busu. Paulo aliwahi kusema na wasalimu kwa busu takatifu. Lakini pia hata kwenye maisha ya kawaida tumekuwa tukiona mabusu mbalimbali kati ya ndugu, jamaa, katika nyakati mbalimbali, aidha ni nyakati za majonzi, nyakati za furaha. Mabusu yamekuwepo mbalimbali, lakini nitakupa tu kuna mabusu aina mbili. Kuna busu la upendo, kuna busu la mauti. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 43, utakuja kugundua kwamba kuna busu ambalo wale waliokuja kumkamata Yesu walikuwa wameambiwa na Yuda kwamba nitakayembusu huyo ndiye mtakayemkamata. Maana yake nini? Maana yake busu pale lilitumika kama kigezo cha kuonesha nani wa kwenda kuharibiwa. Kwa hiyo na wewe isitoshe tu kwamba mtu amekwambia jambo lolote jema ikatosha. Inawezekana hicho ndio kigezo cha kukuharibu, cha kwanza. Cha pili, ukisoma kitabu cha Mwanzo kuanzia sura za 30, utaanza kuona kwamba kulikuwa kuna matokeo ya mabusu makubwa kati ya Ibrahim, kati ya Yakobo, kati ya Isaka. Na hiyo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ni kitu anachokiita ni kwamba ulikuwa ni mabusu ya upendo. Kwa hiyo jifunze kuona mbali na kila ambacho mtu anakuonesha au mtu anakwambia. Kitu cha tatu ni kitu anachokiita, ukisoma Mathayo sura 16 utakuja kugundua kuna wakati Yesu anamwambia mtumishi wake ambaye alikuwa ni mtume Petro, anamwambia hivi, Petro alikuja kumzungumzisha Yesu akimuoneshea huruma. Yesu akamwambia, shetani kaa mbali na mimi, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, wewe unawaza yaliyo ya wanadamu. Mathayo sura 16. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuna mtu anaweza akaja kukuonesha upendo, huruma, lakini kumbe ile huruma na upendo ndio kigezo cha kukuharibu. Na watu wengi sana kwa sababu tunapenda kuoneshewa huruma, basi tunaharibiwa na huruma hiyo. Kwa hiyo nikusihi mtu wa Mungu, nikusihi mtu yoyote kwenye maisha, lazima ujifunze kuona mbali. Hata kwenye matatizo, usione matatizo kama matatizo, usione furaha kama furaha, usione changamoto kama changamoto. Lazima ujifunze kuona mbali. Jifunze kuona mbali. Na tunaona mbali kwa namna tatu. Namna ya kwanza, kuna kitu kinaitwa utambuzi. Discernment. You should be able to discern. Yaani kwamba hata ukiona watu waliotutangulia kwa umri, wana uwezo wa kudiscern, wakasema kabisa huyu mtu anaonekana anaongea vizuri lakini sio mtu mzuri. Discernment. Kitu cha pili, knowledge, maarifa. Inaweza akakuonesha, mfano, ukiona mawingu yanakuwa meusi, linatoka jua linaondoka. Kama mtu hana maarifa ya kufahamu kwamba dalili ya mvua ni mawingu, anaweza akaanza kuhisi kama leo jua halitokuwepo, tutakosa baraka ya jua, kutakuwa na baridi. Kumbe anasahau kuna baraka ya mvua inakuja. Knowledge. Kitu cha tatu, experience. Learn to experience. Give yourself experience. Exposure. Experience na exposure. 3 na 4 ni kwamba ukiwa experienced kuna vitu unavifanya kwa muda mrefu
vinakupa uwezo wa kujua kwamba okay, hiki ni sawa, hiki sio sawa. Hivi ikitokea hivi huwa inakuwa hivi, ikitokea hivi huwa inakuwa hivi. Sawa, lakini kitu cha tatu, exposure. The more you expose yourself ndio unakuja kugundua. Ndio maana asilimia zaidi ya 90 okay, kwenye maisha tunasema the first stage of a human being the running stage. Ndio maana kadiri ambavyo tunaendelea kukua kwenye maisha, kuna vitu tunaanza kuvifahamu. Life is exposing us some things. Sawa, kwa hiyo jifunze kwamba I have to see more, I have to see beyond what I'm seeing, I have to see beyond what my eyes are seeing. Na huwa tunaambia watu eyes don't see. Usionee kwa macho. Labda niweke kwa wepesi, usione kwa macho. Jitahidi uone kwa akili, jitahidi uone kwa roho, jitahidi uone kwa hisia, jitahidi uone kwa mtazamo, usione kwa macho. Asante. Darius James, subscribe. Darius James, like. Darius James, comment. Darius James, share.